Msemaji wake zungumza kwamba saizi wanahamishia nguvu kwenye NBC Premier League. Okay. Kwa leo Yanga anahamishia nguvu kwenye NBC Premier League. Kwa hiyo tegemea kwenda kuona mtifuano. Huko Simba wakiwa kidogo wameimarika, anakuja Anseti Yaura, amesha na kitu wewe tunaweza kuona na tujengeo uko nao, lakini Yanga nao wana Depu, wana Okelo pamoja na Damalo. Kwa hiyo tegemea kwenda kuona ushindani saizi vile vipolo vinakwenda kuisha. Kwa nini? Kwa sababu tayari kimataifa hakuna, na imekuwa ni kitu kibaya. Tumeingiza timu 4. No, timu 4 zimeingia, lakini timu zote 4 wenda kwenye klabu bingwa au kombe la shirikisho hakuna timu ambayo imeweza kutoboa. Si mwaka mzuri kwa upande wa Tanzania, ni mwaka ambao inabidi tujifikirie na kujiangalia kwa nini zile alama kazi zikashuka taratibu, na baadaye tukajikuta kwamba badala ya kuwa na timu 4 tunakuwa na timu 2, kwa maana moja klabu bingwa, moja kombe la shirikisho. Ambacho binafsi nafikiri sio kizuri. Kuna haja ya kukaa chini na kufanya postmortem. Nini kimetokea? Ukiangalia ligi yetu hizi inapanda kwa ubora, wachezaji wengi wazuri wanakuja kucheza kwetu. Hata ukiangalia mfano mzuri kwenye kombe la kwenye mchezo wa AFCON, nyota wengi kutoka Tanzania waliweza kucheza katika mataifa yao, kitu ambacho kwa nyuma hakikuwepo. Maana yake ligi yetu imepiga sana hatua. Lakini pia ukiangalia kuna baadhi ya nyota ambao wanatoka kwetu walikwenda maeneo mengine, hao kina Tubada, unaangalia hawa wakina Bakasari walikuwa Tanzania hapa, wameenda sehemu nyingine na wanaanza na wamekuwa na uwezo mzuri. Kwa hiyo lazima timu hizo Simba na Yanga zizitumie advantage ya ligi yetu kuwa bora, kuwa kubwa, ili kufanya vizuri na kuendelea kuvutia baadhi ya nyota. Sababu moja ya sababu ambayo inafanya watu waweze kuja kwenye ligi ni kuweza kuona ushindani, lakini pia timu zake zikiwa zinapiga hatua. Kwa maana mengine unaweza ukasema kwamba ligi yetu bado imekosa kuakisi ubora. Na nafasi tulionayo haiakisi kwamba tuko nafasi ya 6 kwa ubora, lakini tumeshindwa kupata timu moja ambayo kwenda katika hatua ya robo finali. Je, tunastahili kuwa nafasi ya 6? Okay. Unaelewa sio? Ndio tulichukulia hili ni kama ni kipimo cha kuweza kuona. Kwa hiyo tuangalie tunakosea wapi. Je, Simba na Yanga, Azam na Singida wanakosa ushindani kutoka kwa timu nyingine au je mazingira ya kiuamuzi yako rafiki au ni miundombinu? Vitu vingi tuviangalie ili baadaye sasa tuweze kupata majibu ambayo yatatufanya tuweze kuona siku Azam anaingia robo finali, Singida anaingia, Simba anaingia, Yanga anaingia. Basi kosa walau 2, mmoja klabu bingwa, mmoja kombe la shirikisho. Lakini pia hii swala la kuwa kila siku robo finali ndo hatua yetu ya mwisho, ifike hatua tuweze kuona Farabat sio timu kubwa Morocco. Timu ndogo Morocco, Farabat sio timu kubwa. Morocco unazungumzia Raja Casablanca, unazungumzia Wydad, sasa mama mpija Balkane, nyingine zinakuja. Lakini bado imeweza kwenda kukaa juu yetu. Maana yake nini? Kwamba bado tuna changamoto. Bado tuna changamoto. Ukiangalia Stade Malien ni timu ya kawaida. Sahihi. Huwezi kucompare ligi ya Mali na ligi ya Tanzania. Tuko far better. Anakwenda kuongoza kundi bora ndio kutoka Tanzania na Simba. Leo ukiangalia Azam anashindwa kwenda kupenya kundi ambalo kwa timu kutoka Kongo ligi yao imeshuka. Ligi yao Kongo imeshuka. Kwa hiyo ndio pale badala ya Wydad haingie nani? Haingie Azam. Unaelewa sio? The same to Singida. Kwa hiyo nafikiri kuna sehemu tumeanza kuteteleka. Kwa maana kama ligi kuna haja ya kuweza kujitathmini ili kwenda kuongeza makali. 90 zimetamatika hapa visiwani Zanzibar, Tanzania bwana. Young Africans wameibuka na ushindi mzuri kweli kweli wa mabao 3-0 dhidi ya FAR Rabat dhidi ya JS Kabiri. FAR Rabat na Al Ahly kule Misri, shughuli imekuwa nzito kweli kweli. Dua la Yanga alikufanikiwa, wao walistahili kupata mabao hayo, lakini wakiwa wanaiombea dua FAR Rabat iweze kufungwa na Al Ahly, lakini FAR Rabat wameuma meno. Dakika zote 90 wameamua kushikilia bomba na mwisho wa siku wamefuzu hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu wa mwaka 2026. Jina langu naitwa Cisco. Karibu kwenye uchambuzi huu. Niko naye hapa Steven Mwana wa Mapunda, Garincho unaweza kumuita hivyo, lakini niko naye Chifu Nzobane, kama Zomfera Dominic Salamba, bila kusahau Katalambula Yusufu Mzwa. Mambo vipi? Wote hao wako hapa studio kwa kupatia wewe uchambuzi mzuri kweli kweli usiokuwa na shida wala shaka yeyote ile, ukiwa unapatiwa pia nguvu kubwa mno na Helabet, kampuni nzuri kweli kweli ya kubashiri ambayo inakupatia pia bonus mpaka shilingi 300,000 unapojisajili bwana. Kwenye promo code yako pale utaandika neno Salamba, na hiyo ndio itakuwa tiketi ya wewe kutengeneza okoto lako. Lakini usisahau bwana, Vini Kolomboka ndio kinywaji ambacho kwa sasa kinatikisa mjini. Hiyo bwana ndio habari ya mjini, na nikwambie kwa taarifa yako bwana, Vini Kolomboka siku
ya Jumatatu. Yani kesho tunavyozungumza hapa tarehe 26 wana jambo kubwa. Jambo gani hilo? Basi kama mkao wa kula punde si punde utapata kujua ni jambo gani. Cha msingi tuiombee Jumatatu ifike salama. Lakini kama itoshi, unapata pia godoro nzuri kutokea pale kampuni ya Uniplus Tanzania Limited. Dominic Salamba, Steven Mapunda pamoja nawe Katela Mbole Yusufu, mko vizuri? Tuko vizuri kabisa. Uzima upo na hamlalamiki? Uzima upo, hatulalamiki, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Mambo yanakwenda. Sawa. Bana, nianze kwako Chifu Nzobane. Kama Mfele, Young Africans wametimiza wajibu wao. Walikuwa wanataka mabao matatu, lakini dua la upande wa pili limekwenda kuikwamisha safari ya Yanga kutinga tu ya robo finali. Unafikiri hii imekuwa kikatili kwa namna gani kwa Young Africans? Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri sio kikatili. Nafikiri ni kitu, unajue wakati mwingine uwezi ukategemea matokeo ya upande mwingine yaweze kukuvusha. Yes. Nafikiri sio ukatili kwa sababu walichokipata ni kile ambacho wamekivuna, kutokana na ambacho wao walikuwa wamekitengeneza. Ndio. Na hata Farabat wampata kile ambacho walikuwa wamekivuna kutokana na kile ambacho walikuwa wamekitengeneza. Kwa kila mmoja amepata stahiki yake. Kwa nini? Kwa sababu hii ni michuano ambayo kwenye kundi kuna timu 4. Na katika timu 4 kila timu ina nafasi ya kucheza mechi 6, zikiwa mechi 3 za nyumbani, 3 za away. Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza ukafanya wewe uwezo mzuri wa kuweza kukusanya pointi zako ili mwisho wa siku uweze kuwa na masaa mawili, kwa sababu ukiangalia mwisho wa siku wanatakiwa timu 2 ziweze kuingia katika hatua inayofuata. Kwa hiyo Yanga alipata nafasi ya kucheza nyumbani, ambako kimsingi nyumbani ameweza kuvuna alama ngapi? Amevuna alama 7. Kwa maana ameweza kushinda mechi 2 na akatoka sare mchezo mmoja, na ugenini akavuna alama 1. Na katika michuano ya klabu bingwa inatakiwa walau ili uweze kuwa na uhakika, basi at least uweze kuvuna alama 10. Ndio unakuwa umejiwekea mazingira mazuri ya kuweza kufuzu. Kwa hiyo changamoto ninayoiona ni kwamba siwezi kuilaumu kwa kukosa ushindi katika mechi ya away, lakini lazima waangalie namna gani ambao wanaweza kuhakikisha kwamba alama zote za nyumbani zinakwenda kubakia, kwa maana alama 9. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwamba wamepata kile ambacho kinastahili kutokana na kile ambacho walikuwa wamekifanya, kwa sababu kushinda alafu kutegemea mwenzako naye apoteze inakuwa ni kitu ambacho nimesema magumu sana. Sio ukiangalia kama leo Ali alikuwa hana sababu yoyote ya msingi kubwa ya kumfanya aweze kuwa na intensity kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tayari ameshafuzu katika hatua inayofuata, na binadamu ana tabia ya kujituni kiakili. Yaani tunapambana tunaenda wapi? Tayari nafasi ipo. Lakini pia timu ambayo alikuwa anacheza nayo ndio ambayo alikuwa anaweza kuifunga. Lakini kwa nini tumie nguvu kubwa? Kwa hiyo kifanya naye akawa na maintain kwamba tu hawaji kwangu, wasinifunge, ikitokea nafasi nitawafunga. It's matter of chance. Imefika dakika 90, nafasi hakuna, anaongeza pointi 1, anakuwa na alama 10, na kwa timu pekee ambayo nafikiri haijafungwa katika klabu bingwa. Kama zingine hapo mtatuambia hawajafungwa mpaka sasa hizi, kwa maana kwamba amecheza kimahesabu makali sana. Mechi zote za away amechukua alama 1 zote. Nyumbani amechukua alama 7. Ukiplasi anakuwa na alama 10. Kwa binafsi nafikiri kwamba ni namna ambayo Yanga sasa ilifika hatua waweze kujitathmini kwa maana tu nzuri, kwa maana chanya. Si kwa maana ya lawama, kwa maana kwa sababu tunaangalia huu ni msimu wa 3 Yanga anashindwa kwenda kwenye hatua nyingine akitokea nyumbani. Utaniambia okay, msimu bora ameshinda mechi ya mwisho. Ameshinda lakini alama hazikutosha. Kama angeweza kupata matokeo dhidi ya Ahli, maana yake muda wote tulikuwa tunaongea Yanga tayari ameshaini, alikuwa anakwenda anafuzu. Kama angeweza kudhibiti vizuri mechi ya Farabat ya ugenini, ndio tunapoongea ingekuwa hata kama whatever kule, yeye alikuwa anafanya anaweza kufuzu, na alikuwa mpata bahati nzuri ya kuwa na ratiba ambayo ilikuwa inamfavor, kwa maana anaanzia nyumbani, anamalizia nyumbani. Kwa hiyo lazima waweze kukaa chini na kuweza kuangalia mahesabu yao ni kwa namna gani, kwa sababu ukiangalia kikosi walichonacho katika misimu ya karibuni, hakuna timu yoyote ambayo imekuwa na kikosi. Hata ukiangalia ile Simba ambayo ilikuwa inafika robo finali haikuwa na ubora kama huu ambao Yanga soko nao, lakini bado Yanga amekuwa kistruggle kuingia hatua robo finali. Wakati Simba katika ubora wake ile miaka 4 ilikuwa anaingia point 13, point 10, 12, yani alikuwa anaingia ni convincing kwamba ikianza anaweza kuingia. Kwa hiyo kuna mahali lazima wakae, kama ambavyo tunazungumza kwamba Simba wanapaswa wakae chini waweze kujifunza how to manage team, kwa maana management kwa upande wa Yanga, na Yanga nao wana kazi ya kujifunza kwa Simba, wajifunze namna gani ambavyo wanaweza wakacheza kwenye mechi hizi za nyumbani na ugenini ili waweze kupata matokeo. Kuwa na timu nzuri peke yake haitoshi. Yaani kuwa na timu nzuri haitoshi. Yes. Lazima uwe na vitu vya ziada.
kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo lazima wasijikite tu kwenye kusajili. Utachukua wachezaji wazuri, utashinda magoli 6 kama hivi leo. Hata kama ungeshinda goli 10, maana yake mjini walikuwa waendi. Kwa hiyo kuna namna wakae waweze kuona na kustadi michezo ya Afrika. Ni michezo ambayo mara nyingi matokeo yanapatikana nyumbani, unless otherwise uwe tena matokeo ambayo ulikoshapata katika mechi za away. Hapo kwako Dominic Salamba, umekigusia kidogo kikosi cha Young Africans ambacho leo kimecheza, kiliongezwa nyama kubwa kweli kweli kwenye dirisha dogo. Lengo pia lilikuwa ni kupambana kwenye mashindano ya kimataifa, lakini unaweza kusema kwamba target hizo hazikuzaa matunda. Lakini mwanzoni wakati makundi yanapangwa, kundi la Yanga ilionekana kundi gumu kweli kweli, na wachambuzi wengi, baadhi yenu mlipatia nafasi ndogo mno Young Africans. Leo hii maneno kidogo yanabadilika kwamba Yanga wamezembea kwa baadhi pia hawa wachambuzi na mambo kama hayo. Mimi nataka tufanye tathmini fupi kutoka kwako. Timu 4 hizi ambazo ziliwekwa kundi moja na Young Africans, je, ni kweli Yanga alistahili kuvuka ukilinganisha vikosi kwenye thamani na kila kitu, ama Yanga alikuwa tu anapewa nafasi chache na hiki alichokipata labda amestahili kukipata, angevuka ingekuwa bonus kwa sababu ya ubora wa vikosi vyote vinne kwenye kundi lao? Ukiona wanakulaumu, jua wanakutegemea. Okay. Ukiona wanakulaumu, basi ulikuwa unastahili. Sawa. Yaani uweze kulaumu hamna. Yaani uweze ukalaumu hamna kabisa. Yaani unajua kama mtu hapa hamna kitu, unalaumu nini? Okay. So unaelewa? Yes. Ukiona wanakulaumu na vitu viwili, wanakutegemea na unastahili kulaumiwa. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye kundi la Yanga, bila shaka ilikuwa ni kundi gumu. Kwa nini? Kwa sababu timu zote ni timu ambazo zilikuwa zina uzito ambao unafaa kuweza kwenda robo finali. Okay. Nilikuwa nikizungumza kila siku kwamba ungechukua timu yoyote kutoka kwenye Yanga ukaenda kuitupia kwenye kundi kama lile la Simba. Na kwa mfano kuna Simba, kwa sababu kwa upande wangu nafikiri kwa ni kundi dhaifu katika msimu huu, yoyote pale angeweza kwenda kutoboa. Okay. Lakini Yanga katika kundi hilo ambalo lilikuwa ni gumu, baada ya kuanza lile kundi ikaonekana kwamba pana namna ambayo Yanga wanaweza kwenda kupita. Alianza na mguu mzuri, anapata alama 3 nyumbani, anakwenda anachukua alama 1 ugenini, mechi 2 na alama 4, unapindua mwaka. Kwa hiyo tayari ikaanza kutoa hope. Lakini pia tayari tukashaona Ali anavyocheza, tumeangalia, tumeona Faraba, tumeona JS Kabylie. Kwa hiyo kwa sababu Yanga alikuwa nacho, alikuwa anaweza kupata kitu na watu wakathibitisha. Kwa hiyo analaumiwa kutokana na kushindwa kutumia madhaifu ya opponent. Mechi ya Ali ile ya Egypt, bado Yanga alikuwa anaweza kusecure sare kwenye ule mchezo, kwa sababu waliingia, wacheza vizuri, wa dominate, wa game plan nzuri, wakafanya makosa tu ya mtu mmoja, wakaadhibiwa. Magoli kwa 0. Ni mechi ambayo yani ingetoka sare hakuna ambaye angeweza kushangaa, kwa sababu Yanga walikuwa wana deserve. Mechi ya Farabat Morocco ameweza kuzuia muda wote mpaka dakika 87 88, anakuja anafanya kosa la msingi, anaadhibiwa. Kwa hiyo anaadhibiwa si kwamba hakuwa kwenye kundi la kifo, ni kweli kundi la kifo, lakini bado alikuwa ana nafasi ya kuweza kusogea mbele, ndio maana analaumiwa. Leo hii ukianza kumlaumu Simba utakuwa unamuonea. Okay. Kutokana na mazingira ambayo wako nayo. Yaani utamlaumu sio kwa msimu huu, ama kwa historia yake kwamba Simba alikuwa anafuzu, anaingia robo finali, ana hivi, lakini kwa msimu huu ukianza hata kutumia maneno kuwalaumu, hapana, kwa sababu kikosi chao watu kiangalia tu ni kikosi ambacho kinaendelea kutengenezeka na kuimarika. Lakini kwa upande wa Yanga ndio wapo kwenye peak. Sasa kama upo kwenye peak katika nchi yako, umechukua bingwa mara 4 mfululizo, umefunga mtani wako mara 6 mfululizo, umechukua makombe yote, unashindwa kwenda robo finali. Sawa, ubora ulionao unakwenda kukusaidia wapi? Ndio swala msingi. Yaani kila kitu unachukua, dominate ngao, dominate FA, mapinduzi, sio kitu gani, vyote unachukua. Wachezaji wote wazuri wa ndani wapo kwako. Unaona wote wazuri wapo kwako, lakini bado unashindwa kutoboa tu ya nini? Ya robo finali. Maana leo hii hakuna tofauti yote kati ya Yanga, kati ya Simba, kati ya MC Alger na timu nyingine ambazo zilikuwepo. Wakati Yanga tumeiona, ukiangalia quality ambazo wako nazo pale, wana wachezaji bora kabisa. Ukiangalia hata kwenye AFCON tumeweza kuona wana wachezaji wengi ambao wako kutumainiwa. Ukizungumzia pure talent za ndani, Tanzania wanazo wao, wachezaji wa nje kina Diara wote wako kwao, kina Depo wako kwao. Sasa unataka upate wachezaji wa namna gani ili uwe na uwezo ukawa smooth ukafuzu kwenye hatua ya robo finali? Tunazungumzia ubingwa, tunazungumzia progress, kwamba unataka upate watu wa namna gani. Kama hao walionao bado wanategemea mpaka dakika za mwisho. Msimu uliopita goli moja lilikosekana. Je, wafanye sajili zipi sasa ambazo wanaweza kufikisha alama 10 zikawapeleka katika hatua ya robo finali ya bingwa barani Afrika?
Ndio swali la msingi. Hilo ndio swali la msingi kwa Young Africans. Dominic Salamba amemaliza hivyo. Tuna dakika 20 ndizo ambazo zimesalia kutamatisha kipindi hiki, ikiwa tumezikata dakika 10 kweli kweli kwenye nusu saa ya uchambuzi. Baada ya game watu 1500 wako live kutufuatilia nyakati hizi, na message ni nyingi kweli kweli, takriban message 400 ziko hapa na nitazisoma zote kweli kweli kadri ninapopata nafasi, lakini bado sijasikia maneno ya Katalambula Yusufu, lakini pia tujasikia kile ambacho amekiandaa Steven Mapunda Garincha. Wewe kwako Katalambula Yusufu, je, ulitarajia Young Africans kuondolewa kikatili namna hii? Walijipanga, wakajipa mbinu nyingi, heshima kubwa, mabao 3 yamepatikana, lakini wapi? Mimi nilitarajia Young Africans kutolewa kwenye hili kundi. Sikumuona Young Africans kama angeweza kwenda robo finali. Kwa sababu ndio Young Africans amekuwa anafanya makosa makubwa sana anapocheza na timu za Afrika Kaskazini akiwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Okay. Hiyo ndio pointi kubwa ambayo nimeamini Young Africans hawezi kufuka. Dhidi ya African uliona alilazimishwa sare, watu wakamtaki kocha Nasreddine Nabi. Okay. Finali dhidi ya Usman alifungwa. Zidi ya USM Alger pia alishindwa kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo unaweza kuona ana mifano mingi sana Young Africans akicheza na timu za mataifa kaskazini, anashindwa kutumia vyema katika uwanja wa nyumbani. Na ni ngumu pia kupata ushindi away. Labda sare. JS Kabylie ni wabovu, lakini ni ngumu kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kwa vitu hivyo mimi nikaamini kwamba ni ngumu kwa Young Africans kuweza kufuzu kwenye hili kundi. Sio kwa ajili ya ubora wa kikosi, bali ni kwa ajili ya mentality ambazo wanazo Young Africans. Lakini kitu chengine Waarabu wanasema kwamba yuaminuna alama ya kulun. Yani kila kitu ambacho wewe unakisema kuna malaika wao wanasema amin. Young Africans wao walisema sisi malengo yetu ni makundi. Ndio. Sometimes ukijisemea mabaya, ukijinenea mabaya, huwa yanatokea. Kwa hiyo naamini kwenye ubora brother Dominic Salamba amezungumza vizuri sana, sina cha kuongezea, lakini kwangu mimi naamini kinachowakosa Young Africans ni mentality. Klabu ya Chelsea chini ya Enzo Maresca aliwahi kusema kwamba sisi Chelsea hatuna mpango na EPL. Wakati wa Chelsea alikuwa yupo nafasi ya pili. Ndio. Safari Enzo Maresca amekuja amefukuzwa kwa sababu baada ya hapo timu ikawa inafanya vibaya. Kwa hiyo wakati mwingine pia tunajua kwamba Engineer Hersi kile ambacho anakisema nje sio kile ambacho anakisema akiwa ndani. Lakini ifike wakati wabadilike kwenye vitu viwili. Cha kwanza kauli ambazo wanazitoa, lakini pia cha pili watumie vyema dimba la Mkapa. Haikatazwi kufanya chochote nje ya uwanja kama hakiharibu usalama. Haikatazwi. Na wanafanya hivyo timu nyingi sana. Tumeona Kongo analalamika sana vitu ambavyo wanakutana navyo. Hakim Ziyech kwenye mkataba wake amesema mimi kuna mataifa siwezi kwenda ikiwemo Kongo na baadhi ya mataifa mengine kwa sababu wanajua masuala tradition na kadhalika. Kwa hiyo Young Africans lazima pia wakae chini wajue nini ambacho kinafanywa na baadhi ya mataifa. Brother Dominic utakuwa shahidi. Ahali ashakula sana 5. Ndio. Nani Kongo? Mazembe. 5 kala sana. Yaani simple tunakula 5. Hata wale MC Alger timu nyingine wanakula 4 5. Kwa hiyo nafikiri kuna anachongea ni kweli, kuna haja. Ujue mimi siku zote nimekuwa nikizungumza kwamba siku ambayo Yanga wataweza kutumia uwanja wa nyumbani ndio siku ambayo wanaweza kuja kutawala soka la Afrika. Kinyume na hapo itakuwa ni ngumu. Angalia misimu hii 4 Yanga nafikiria ameingia robo finali mara moja. Katika misimu hii 4 hii ameingia mara moja. Ndio misimu ambayo alikuwa katika piki yake kubwa. Lakini pia Yanga amekosa ubingwa kombe la shirikisho nyumbani. Amekosa nyumbani amekosa. Kwenye Mkapa. Mchezo wa kwanza anakosa kuingia msimu uliopita nyumbani. Msimu pia anakosa matokeo nyumbani kwa sababu mechi ya Ali haitoka sare ya goli moja. Na ndio mimi binafsi sizungumzi mechi ya away kwa sababu Afrika kila mmoja kwa kwake anajua anachokifanya. Utaniambia ndio Ahli ni timu bora, lakini Simba alikuwa anachukua alama. Sio unaelewa? Hadi Al Hilal naye kupata matokeo. Nyumbani hapa anachukua matokeo hapa goli 2-0. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambayo ni lazima waweze kuchange. Sawa, wanafanya vizuri, lakini ifike hatua tuambiane ukweli kwamba kwa timu walionayo haideserve kupata wanachokipata, ni kidogo sana na sio sahihi kwa level waliofikia na malengo wanataka kuweza kuyafikia, kwa sababu ili uweze kuwa timu kubwa kuna vitu lazima uweze kuonyesha. Lakini kwa hiki ambacho anakifanya bado timu sio tu player, nakwambia tena timu sio player tu. Sio player, utasajili vizuri sana lakini lazima kuwe kuna mentality na ambayo inajengwa na wachezaji. Ile Simba mechi yake mwisho mweza kuona jana dhidi ya Sedemalin. Ile ni mechi ambayo ameingia na mentality kwamba
watafute matokeo. Ninakwambia mimi leo hii kikosi hiki cha Yanga, hiki ambacho Yanga wanacho sasa hivi, ndio angekipata Simba, no matter what, angecheza finali ya Afrika. Take my words. Kikosi hiki cha Yanga ambacho wanacho sasa hivi, hiki ambacho wanacho hiki, leo ukigeuze hiki kiwe Simba, Simba angecheza finali ya Afrika na pengine angechukua bingwa Afrika. Yanga wana kikosi bora sana, lakini bado hawajafahamu namna nzuri ya kuweza kucheza mechi za kimataifa katika level ambayo inayotakikana. Bado hawajalifahamu hilo. Steven Mapunda Garincha, kabla hatujatazama message ni nyingi kweli kweli watazamaji. Sasa wanafika 1814 wako live wanatufuatilia tukiwa hapa studio ndani ya Temeke Usalama jijini Dar es Salaam Tanzania. Mapunda, naona una shauku kweli kweli kuzungumza nini hasa ambacho kimemtoa kanga manyoya? Bwana, kwa upande wangu mimi nikiangalia Yanga waliweza kupewa pepa ambayo ilikuwa limevuja waweze kufanya mtihani, lakini mwisho wa siku wameweza kuigilizia matokeo yale ambayo walikuwa majibu yale ambayo walikuwa wameyajibu katika mtihani wa awali. Wamerudia tena. Na kitaalamu wanasema kwamba endapo ukifanya jambo lile kwa staili ile tegemea kupata matokeo yale. Ndicho ambacho kimetokea kwa upande wa Young African. Msimu uliomalizika walitakiwa waweze kupata goli moja, wapate alama 3, wasonge kwenda hatua inayofuata wakiwa na alama 7, lakini wakitakiwa kushinda maana yake wapate alama 10 waweze kufuzu kwenda hatua inayofuata ya robo finali. Ndio wakashindwa kupata goli, wakaishia na alama 8, wakaishia hapo, safari yao itaishia hapo. Na this time around imekuwa hivyo pia, wanatakiwa waweze kushinda, waweze kufikisha alama 8, well and good wanapata, lakini wakiwa wanaombea adui wa pili aweze kupata mabaya. Sasa hii kimpira inakuwa sio nzuri, na ndio maana kuna ule usemi unasema kwamba kila mmoja ashinde mechi zake. Tafsiri yake ni nini? Kwamba ushindi wangu mimi usitegemee effect kwa mtu mwingine. Yaani effect ya mtu mwingine ndio ije kuninufaisha mimi. Hicho kitu nisije kukitegemea wala kukitengenezea mazingira. Mimi ninapokuwa napata nafasi, mimi nianze kwa nafasi yangu. Na ndicho hicho ambacho Young African watakwenda kujilaumu zaidi. Afadhali ingekuwa kwamba hatima ya wao kufuzu ingekuwa mikononi mwa Kabili, kwamba nikimfunga JS Kabili na ndio nafuzu. Hiyo kidogo ingekuwa afadhali, lakini kuliko kutegemea hatima yako wewe kwenda kwa mtu mwingine. Waswahili wanasema kwamba usimlaumu mtu kwa ndoto yako kwa sababu yeye hajaiota, haijui. Yaani wewe unamlaumu mtu, bwana mimi na malengo yangu utimizi. Hapana, malengo yako unatimiza wewe mwenyewe. Yaani usije ukafikiria kwamba ndoto ninaiota mimi ije kutimizwa na bwana Yusuf Katalambula. Naambia bwana mimi ndoto yangu bwana kwenda Ulaya, kucheza soka Ulaya. Hiyo ndio ndoto yangu. Sasa anaanza kumlaumu Katalambula kwa nini siendi Ulaya. Hapana. Mimi ndoto niliota mimi. Kwa sababu mimi ndio nilolala nikaiota. Lazima niitimize mimi. Na ndicho hicho ambacho kwa upande wa Young African walichokutana nacho, kwamba wao walikuwa na ndoto ya kwenda hatua ya robo finali, lakini ndoto yao walikuwa wanaitegemea zaidi Al Ahly aweze kutimiza. Ndio sasa unaweka malengo yako kwenye mkungu wa ndizi wa mkulima ambaye wewe hata uhusiani naye, alafu unaenda pale unataga mayai kama ndege. Wakati unajua wewe unasema kwamba hizi ndizi mpaka sije kuiva hizi, mayai yangu yatakuwa shamba nguruwe tayari. Kumbe mwenye shamba anasema kwamba ndizi ikikomaa tu mimi naikata nenda kuivia ndani. Kwa mambo kama hayo ndio ambayo Yanga imewakuta. Lakini yote katika yote mimi nadiriki kusema kwamba kwa sasa soka letu limekuwa zaidi. Tumefika katika hatamu kubwa. Haijawahi kutokea ukipiga miaka 8 iliyopita Young African haijawahi kufikia katika hatua kama hii, kwamba wanafika hadi katika mechi ya mwisho kuweza kupata hatima yao kusonga mbele. Walikuwa wanaishia hatua za awali tu, lakini kwa sasa tunaona wanapambania kwenda hadi hatua ya mwisho. Na ukija kuangalia katika eneo la malengo ya msimu huu, kwa upande wao kutoa announcement kwa watu kwamba wameweza kufanikiwa. Walisema kwamba msimu wao malengo yao ni kufika hatua ya nini? Hatua ya makundi ligi mabingwa Afrika. Kwa hiyo ina maana mashabiki hawana la kuwadai kabisa. Viongozi wasema bwana, tumebadilisha benchi la ufundi, tumebadilisha baadhi ya wachezaji. Sisi malengo yetu ni kufika makundi kabisa. Na ndicho hicho wamefika makundi, na kwenye makundi pia hawajatia aibu, wamemaliza kwa kishindo. Ukiangalia wao wanamaliza wakiwa na 44%, wakati aliye juu yake ambaye amemzidi ana 50%, aliye juu yake ambaye amezidi ana kama 62%. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata wao wenyewe pia wako kwenye track nzuri ya kupambana, track nzuri ya kushindana. Kwa hiyo ukiwafananisha na Simba Sports Club ambao wamemaliza na alama na 27%, kwa kwenye eneo hili
unaona kabisa kwamba Yanga wanalo la kuzungumza. Na nafikiri upande wa pili Simba walikuwa wanatamani Yanga aweze kupoteza ili wabaki na alama 5 ili kila mmoja aonekane kwamba bwana sisi tumeshinda mechi moja na nyinyi mechi moja. Kwa katika hili bado bato ya Simba na Yanga bado wana jambo la kuongea dhidi ya Simba Sports Club, lakini yote katika yote wamefanya kazi nzuri, wametimiza kila kitu kwa wakati, kila kitu wametimiza inavyopaswa, lakini bahati haikuwa upande wao. Sawa, yote kwa yote bahati haikuwa upande wao. Dakika 9 Francisco. Naam. Hapo kwa kuambia wasikilizaji ni kwamba baada ya Yanga leo kushinda lakini kushika nafasi ya 3, maana yake anakusanya alama 2. Katika ile nafasi yake ya 3, alama 2 zile unazidisha na alama 5. Sasa msimu unapata alama 10 plus na alama zake 25 ambazo kwa zao za msimu. Kwa Yanga anakuwa ana alama 35. Sawa. Kwa hiyo bado Simba ameendelea kushikilia kuwa juu ya Yanga. Simba ameponyoka. Kwa hiyo Simba ana alama 38 za ubora. Yanga ana alama 35. Vivyote itakavyopinduka Yanga hawezi kuwa juu ya Simba kwa msimu huu, labda wapambane msimu unaokuja. Sababu kama angeingia tu robo finali maana yake alikuwa anakwenda kumsha Simba kwa mara ya kwanza. Lakini Simba bado ameponyoka. Kwa hiyo Simba bado anabakia kuwa juu ya Yanga mpaka pengine misimu mingine itakayokuja kufuata kwa anamzidi alama 3. Ingawaje Yanga kapunguza alama kwa sababu wakati tunaanza hatua ya makundi ilikuwa tofauti ya alama 8. Simba alikuwa na 33, Yanga alikuwa na 25. Lakini muda huu tunazungumza Simba ameshuka mpaka 38, Yanga anakuwa na alama 35. Sawa, bana, dakika chache ndizo ambazo zimesalia hapa kama 8 hivi ili tuweze kutamatisha kipindi hiki cha uchambuzi mzuri kwa kweli. Niwapongeze wote ambao mnatufuatilia, watu 2139 ambao mko live. Mungu awabariki kweli kweli kwa kuwa nasi na kutuchagua Salama Radio pamoja na Salama TV. Message ni nyingi kweli kweli, ni umenipita nazo kwa uchache zile ambazo umenitumia hapa kupitia kurasa hii bwana ya YouTube ya Salama TV. Alafu tuendelea pia kusikiliza maoni ya wachambuzi wetu. Nikukumbusha tu ya kwamba tuko naye hapa Dominic Salamba, Chief Nzobane kama Zomfela, bila kusahau Katalambona Yusufu mzee mambo vipi, pamoja na Steven Mapunda Garincha. Mimi naitwa Nicolas John Cisco, boy from Moro. Na kupata vizuri Shomari Athmani, unasema kwamba ongela wachezaji wetu, hakuna tunachowalaumu. Umesomeka vizuri Shomari bwana. Huyu anasema usome kama Salome Cosmas, asante Mungu kwa kurudi wote ligi kuu. Lakini kama itoshi bwana, taarifa nyingine inaniambia kwamba Yanga hakuna discussion kwetu, mmepambana kweli kweli. Emanesa huyo Mtambara ndio ambaye anasema hivyo, amepiga na makofi mwisho kwa kuonyesha heshima kwa wanaume ambao wamepambana kweli kweli. Lakini kama itoshi bwana, nisome kama Milmix, ni kweli haikuwa riziki kikubwa, focus na msimu ujao. Hizo salamu ziwafikie wana Msimbazi, tarehe 1 tunakuja kumalizana na nyinyi. Amemaliza hivyo bwana. Bwana Kasimu Yusufu anasema mchambuzi, vipi mbona nakuona leo huko Charlie? Amecheka namna hiyo. Sasa wachambuzi wako watatu. Mchambuzi gani huko Charlie? Katalambula Yusufu, Dominic Salamba,